Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na kwa mara hii tunaitazama Mashariki ya Kati na mchango wa nchi za Kiarabu katika utatuzi wa mgogoro kati ya Israel na Palestina, mgogoro ambao umeingiliwa kati na mataifa mbalimbali pamoja na makundi mbalimbali ya wapiganaji. Moja kati ya makundi hayo ni pamoja na Wahouthi, lakini pia Hizbullah na makundi mengine ya kijihadi, makundi ya Kiislamu. Kadhalika kuna mataifa ambayo yameingilia kati moja kwa moja, ikiwa ni pamoja na Marekani, lakini pia mataifa ya Ulaya ambayo ni pamoja na Uingereza, lakini pia Iran. Katika kipindi hiki cha mwezi Machi mwaka huu 2025 kumekuwa na mapigano na kumekuwa na mauaji ambayo ni mwendelezo wa vita ambavyo vilianza miaka mingi, lakini katika kipindi hiki tunaanzia katika kipindi cha mwaka 2023 baada ya shambulizi la Wahouthi la Oktoba 7 mwaka huo wa 2023. Nchi mbalimbali ulimwenguni zimekuwa zikionya na zimekuwa hazikupendezwa na mapigano hayo ambayo yanaonekana kuwa watu wasiokuwa na hatia. Lakini katika kipindi hiki ambacho vita ni kama vile vimezidi kuwa vikubwa mno baada ya mataifa mbalimbali kuingilia kati, kumeonekana nchi za Kiarabu kukaa kimya sana. Lakini wakati huu baadhi ya mataifa yanaonyesha kwamba yapo katika wakati wa kuweza kuonyesha namna ya kuweza kutatua vita hivi. Marekani na Uingereza kwa upande wake zimeamua kuisaidia moja kwa moja Israel katika mapambano haya ambayo Israel inapambana na mataifa mbalimbali ama makundi mbalimbali ya wapigania jihadi. Marekani imeamua kuongeza silaha kuipatia Israel, lakini pia na hata meli za kivita. Wakati huu wanaongeza meli nyingine ya kivita kusaidizana na ile ya USS Harry S. Truman ambayo ndiyo inayotumika kwa ajili ya urushaji wa ndege zisizokuwa na marubani na hata makombora mengine ambayo wanayarusha kuelekea katika Yemen. Hata hivyo, Marekani iliambia Israel iachane na mapambano dhidi ya Wahouthi, huku wao wakisema watapambana nao. Na mpango wa kupambana na Wahouthi ni kwa sababu wanaishambulia Israel, lakini pia wanashambulia meli za kutoka nchini Marekani pamoja na kutoka katika mataifa mengine ya Magharibi. Sasa mataifa ya Kiarabu yamekuwa kimya kwa muda mrefu, na ukimya wao zaidi ni wakati huu ambapo mashambulizi yamezidi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza na yaliyosababisha vifo kwa baadhi ya raia hasa katika eneo la ukanda wa Gaza. Iran, taifa la Kiajemi, linaonyesha kufadhaishwa na kile kinachofanywa na Israel, lakini mataifa mengine kama vile Misri nayo pia hayapendezwi na mauaji haya yanayoendelea katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa Saudi Arabia na yenyewe pia ipo kimya, licha ya kwamba mara kadhaa imesikika ikieleza kwamba inasikitishwa na mauaji haya, lakini haikuchukua nafasi yoyote katika kuyazuia. Zaidi ni kwamba mataifa haya ya Kiarabu yamekuwa yakitoa maonyo, lakini pia yakitaka kusitishwa kwa mapigano kwa njia ya mazungumzo, licha ya kwamba mazungumzo yamefanyika lakini hayakufika mwisho. Wakati huu Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu zinaonyesha wasiwasi mkubwa juu ya uvamizi mbaya wa Israel pamoja na Marekani dhidi ya Gaza pamoja na Yemen, lakini pia na hata katika eneo la Syria na maeneo mengine kama vile Lebanon. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa UAE kwa maana Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu, wakionyesha wasiwasi wao wa kuanzishwa tena kwa vita vya mauaji ya halaiki vya Tel Aviv dhidi ya ukanda wa Gaza na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Yemen. Araghchi alikashifu vikali mauaji ya halaiki ya utawala wa Israel dhidi ya Wapalestina 1000 wasiokuwa na hatia tangu siku ya Jumanne wakati Tel Aviv ilipoanzisha tena vita hivyo, na kusisitiza kwamba imekiuka vikali makubaliano ya kusitisha mapigano na harakati ya wapiganaji wa Hamas. Hata hivyo, Iran inalengwa na Marekani, na ni kutokana na kauli iliyotolewa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump akisema kwamba Iran ni moja kati ya mataifa ambayo yanatoa msaada mkubwa kwa kundi la wapiganaji la Wahouthi, licha ya kwamba Iran imekataa hilo mara kadhaa. Hata hivyo, Iran imelaani mashambulizi yanayoendelea ya jeshi la Marekani dhidi ya Wahouthi ambayo yamesababisha vifo vya wanawake na watoto wengi wasiokuwa na hatia, huku yakiharibu miundombinu muhimu ya nchi hiyo ambayo tayari imekuwa masikini kutokana na vita.
Uhalifu unaofanywa na utawala wa Israel huko Gaza na uchokozi wa Marekani dhidi ya Yemen unahitaji jibu la haraka na la pamoja kutoka kwa mataifa ya kikanda na ya Kiislamu. Hata hivyo, Iran wakati huu inaona njia pekee ni kuweza kuunganisha mataifa ya Kiislamu na mataifa yote ya Kiarabu kupambana na Marekani, lakini pia kupambana na Israel. Kwa mujibu wa Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, anasema uhalifu unaofanywa na utawala wa Israel huko Gaza na uchokozi wa Marekani dhidi ya Yemen unahitaji jibu la haraka la pamoja kutoka kwa mataifa ya kikanda na ya Kiislamu ili kukomesha ukatili huu na kuzuia ukosefu wa usalama zaidi katika eneo la Asia Magharibi, Araghchi alisisitiza. Kwa upande wake, Sheikh Abdullah bin Zayed alielezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kuzorota kwa hali ya kikanda, akielezea kuwa ni ya kutisha sana. Amesisitiza haja ya kuendelea na mashauriano kati ya mataifa ya kikanda ili kuzuia kuongezeka zaidi na kukosekana kwa utulivu. Kwa mujibu ya ripoti ya majeshi ya Israel, yamezidisha mashambulizi ya angani na mashambulizi ya ardhini huko Gaza, yakilenga maeneo ya makazi, hospitali na makazi ya wakimbizi kinyume cha sheria za kimataifa katika sheria za kibinadamu. Kadhalika, mashambulizi ya mara kwa mara ya jeshi la Marekani huko Yemen yamezidisha hali mbaya ya kibinadamu nchini humo. Siku ya Alhamisi ya wiki hii, shambulio la Marekani kwenye kitongoji cha makazi katika mji mkuu wa Sanaa liliua raia wengi wakiwemo watoto na kuharibu nyumba kadhaa. Shambulio hilo ni sehemu ya juhudi za Washington katika kusimamisha operesheni za Yemen zinazounga mkono wa Palestina ambazo zimekuwa zikilenga shabaha nyeti na za kimkakati za Israel tangu vita vya Gaza vianze tena. Hata hivyo, nchi kama vile Misri, nchi kama vile Saudi Arabia, lakini Jordan na mataifa mengine zaidi wakati huu yamekuwa yakizungumzia tu suala la amani la kutatua mzozo huo kwa njia ya mazungumzo ambayo kwa namna moja ama nyingine imeshindikana. Kimsingi mataifa